Faida nyingine itakuwa mhesabu ya ngapi? Mimi kwangu itakuwa sasa hii ni faida 25. Kuna watu walifika 30 nimesema rasmi hizo. Kadhalika katika hili ni kwamba ar-ru'ya as-sadiqa bi'tibari an-nufusi as-salihah, ili mliingiza katika maelezo yaliyotangulia hapo nyuma. Siku zote ndoto njema huzingatiwa kutoka kwa watu kwa nafsi zilizo njema. Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake anasema fa'ala ikhtilafi an-nasi fima wasafna takunu ru'ya minhum 'ala al-ajza'i al-mukhtalifati al-'adad ممن خلصت نيته في عبادة ربه ويقينه وصدق حديثه كانت رؤياه أصدق وإلى النبوة أقرب. kutokana kutofautiana watu katika yale tuliyoeleza, takunu ru'ya, zinapatikana ndoto, au takunu ru'ya minhum ala al-ajza'i al-mukhtalifa, zitapatikana ndoto kutoka kwao kwa mafungu tofauti tofauti yenye kupishana. Kuna ambao nia zao ni njema na wanayakini katika kumwabudu Mola wao wa kweli katika maneno. Mtu anayemna hii ndoto yake iko karibu zaidi na ukweli. Jitazame ambaye nia yake ni safi kabisa kwa Mola wake na anamwabudu Mola wake kwa yakini, sio muongo, akizungumza hadanganyi watu, ni mkweli katika mazungumzo yake. Mara nyingi mtu aina hii ndoto zake zinakuwa ni za ukweli, lakini ushajiona na tabia ya kudanganya au huna kinga ya kusema uongo, ikibidi kusema uongo saa nyingine wachomeka uongo, alafu waota ndoto, iangalie ndoto yako ni uongo mwingi pia, hapo sheitani anakuchezea. Faida nyingine, kwa sababu wayuallimuka min ta'wil al-ahadith. Faida nyingine 26, an-nubuwa istifa'u wa ijtiba'. Utume siku zote unakuwa ni kwa kuteuliwa na kuchaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. La tunalu bilmujahadati wala bitamanni. Utume, unabii haupatikani kwa kujipinda wala kwa kutamani. Na maneno haya yako kinyume na fikra za mafalsafa, kadhalika ghulatu sufia na watu kama kina Ibn Sina katika falasifatul masha'in. Yanaona kwamba mtu anaweza kupata utume kwa kufanya jitihadi, ukaabudu, ukatafakari mpaka ukawa mtume. Unaona kwamba utume ni amru muktasab, waqad kadhabu, sema uongo katika hilo. Sawa sawa, utume ni istifa'u min Allah, wakadhalika jitabika rabbuk ويعلمك من تأويل الأحاديث كذلك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. فإذا nyingine بيان إفضال الله تعالى على آل إبراهيم بما أنعم عليهم وجعلهم أنبياء آباء وأحفادا. ni ubainifu uliopatikana wa kufadhilishwa familia ya Ibrahim kwa kuwa amewaneemesha wao, akawafanya kuwa ni mitume, mababu na wajukuu, wajukuu wote wakawa mitume. Ibrahimu ni mtume wa Allah, watoto wake Ismaila na Ishaq ni mitume wa Allah. Kutokana na Ismail ndio amezaliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishaq amemzaa Yaqub, Yaqub ndiye aliyemzaa Yusuf, Yaqub ndiye aliyezaa al-asbaq, na kwenye uzao wake ndiko wakatokea mitume wa kibani Israila kama vile Musa alayhi salatu wassalam ametokana na wao katika mitume wa Israili, bali Ismail na Nabiullah Daud na Suleiman, mpaka
kufika kwa Isa mwana wa Maryam, lakini kina Zakaria, kina Yahya, wote hawa ni katika uzao wa Bani Israili. Allah amewafadhilisha na wana wa Israili. Tukisema Israil maana yake ni Yaqub, wenyewe wanasema maana yake ni Abdullah, yani Yaqub. Kwa hiyo kiambia wana wa Israili, yani watoto wa Yaqub, kizazi cha Yaqub. Yaqub huyu tunamzungumzia ambaye ni baba yake Yusuf, Yaqub mwana wa Ishaqa mwana wa Ibrahim. Kwa hiyo ni familia iliyopewa fadhila kubwa kwa kuwa pameteuliwa mitume wengi, na haina maana kwamba mitume wote kutokana na hawa tu, la. Katika kila mataifa Allah alipeleka mitume, kila taifa, kila kabila lililokuwepo kwa wakati huo lilipelekwa mtume, lakini sio wote waliotajwa kwenye Qur'an. Kwa taifa lolote, wa in min ummatin illa khala fiha nadhirun, hakuna umma wowote, taifa lolote isipokuwa alipita kwa mtume. Haya.